Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Sasa inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans leo hii mapema kabisa juu ya kile ambacho kinachosubiriwa na wengi kabla ya dirisha la usajili kuweza kufungwa. Ulifahamu ya kwamba namba 6 ili trendi kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, Young Africans wakiposti kwamba namba 6 ipo, kuna mchezaji anafanya mazoezi na timu nyingine, watakwenda kumtambulisha ifikapo siku ya kilele cha wananchi, lakini haukuweza kushuhudia. Hivyo pia sambamba kwa watani zao ambao ni Simba Sport Club, nao walijinasibu kweli kweli kwa kumpata namba 6 huyo ambaye inaelezwa kwamba tayari alikuwa tayari ni wa kwao, lakini kwenye tamasha lao pia hakuonekana nyota huyo. Sasa taarifa inaelezwa kwamba kama ulifikiria kwamba katika sajili za Young Africans zimemalizika, basi taarifa ni kufikishia kwamba bado sajili hazijamalizika. Sajili bado zinazoendelea kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na tarehe ya mwisho ya dirisha la usajili kufungwa ni tarehe 15 saa 6 usiku, ndipo ambapo itakuwa kikomo cha kusajili wachezaji. Sasa taarifa inaelezwa kwamba kile ambacho kilichokuwa kinaweza kusubiriwa na watu wengi kimeweza kutolewa taarifa, na inaelezwa kwamba hatua iliyofikia ni hatua gani juu ya kuweza kutua mwamba huyo namba 6 kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ni nani, ametokea wapi, inakuwaje dili lake linakuwa la kusuasua, nini kilichofanya mpaka kucheleweshwa kutambulishwa kwake, utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea mimi nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua kila kitu wakati huu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zinakuwa zinakufikia, basi bila shaka unakuwa unazipata wakati wowote. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, mashabiki wengi wa klabu ya soka Young Africans pengine walizani ya kwamba viongozi wao ni waongo na sio watu wa kutimiza ahadi kulingana na kile ambacho walichoahidi wananchi Young Africans kwamba wanakwenda kukifanya katika usajili huu. Ni kuhusiana na usajili wa Feitoto kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa ilivyokuwa ikieleza na viongozi walikuwa wakijinasibu kwamba namba 6 anakwenda kushuka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambao ni Feitoto. Lakini licha ya kwamba hilo alijaonekana mpaka muda huu, mashabiki wameanza kuoji na kuaje sasa viongozi wanaanza kutuingiza chaka mashabiki na kutuambia kama mchezaji amesajiliwa, kumbe mchezaji bado hajasajiliwa. Sasa leo hii tumeamka na taarifa mpya, kama wengi ambao walivyokuwa kisubiria kwamba pengine kwenye wakati wa matamasha haya ndipo wachezaji hao wangeweza kuonekana ambao ni namba 6. Sasa taarifa imetoka leo mapema ikieleza kwamba kama ulifikiri kwamba dili limeisha, bado liko wazi kabisa, ambapo leo hii tumeamka na taarifa ya mchambuzi hapa, nazungumzia mtangazaji wa michezo na mtu wa ndani kabisa wa klabu ya soka Young Africans, shabiki huyo japokuwa amekuwa yuko nje sana, lakini anatambulika kama ni miongoni mwa watu ambao ni Yanga kindaki, ambapo ni Mauridi wa Kitenge. Yeye ameweza kufunguka juu ya dili la hapa nazungumzia Feitoto, ambapo Mauridi Kitenge ameweza kufunguka na kusema kwamba klabu ya Yanga imefikia makubaliano ya kibinafsi inaitwa personal terms na kiungo mchezeshaji wa Taifa Stars Fei Salum Feitoto ili kumrejesha klabuni hapo, lakini
baada ya kuondoka mgogoro wa mkataba awali, mambo ya nyuma. Hata hivyo, Kitenge anaeleza kuwa Azam FC bado hawajathibitisha uhamisho huo na wanasisitiza mchezaji huyo ana mkataba nao hadi 2027 huku kukiwa hakuna ofa rasmi inayowasilishwa. Kitenge amebainisha kuwa kufungwa kwa dirisha la usajili Agosti 15 kunafanya muda kuwa mchache mno kukamilisha meza ya mazungumzo, jambo linaloweka msisimko na wasiwasi mkubwa kwa mashabiki. Mbali na Yanga, uvumi unadaiwa kuwa Kitenge unaonesha Simba pia wapo katika hatua ya kuweza kulimendea dili hilo kwenye haya ambayo yanayoendelea. Lakini taarifa inaelezwa kwamba kwa kile ambacho amekiandika mapema kabisa, Hans Raphael anasema ya kwamba kwenye dili hili la Feitoto ambalo limekuwa ni gumzo kweli kweli, anasema ya kwamba Simba nao wamefikia makubaliano binafsi na Feitoto. Simba wameweka mezani ofa kubwa, haijafichuka hiyo ofa ni kiasi gani, ambayo imeambatana na mkataba wa miaka 2. Kuhusu Azam FC, mnyama anasubiri mauzo ya jezi yakamilike ili wavunje mkataba wa Fei na Azam. Pia Simba wanatumia nguvu ya ziada kutoka juu ili kurainisha jambo. Simba wanataka Fei awepo Zanzibar tarehe 12 dhidi ya Yanga. Wakati huo tayari Fei Toto ana mkataba binafsi na Yanga, ana makubaliano binafsi, sio mkataba, ana makubaliano binafsi na Yanga. Ofa ya Yanga ina mkataba wa miaka 4 wenye thamani ya shilingi bilioni 3, ambapo shilingi milioni 700 kila mwaka ambao atakuwa akiweza kuichukua Fei Toto kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans kama sign on fee. Na wiki iliyopita GSM alikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na wamiliki wa Azam FC. Mpango wa Yanga ni kumsainisha mkataba Fei Toto tarehe 13 mwezi huu baada ya nyota huyo kutoka Rwanda. Simba na Yanga wako kwenye vita kali sana, chochote kinaweza kutokea kuanzia sasa. Kwa hiyo cha kufanya wewe ni kuendelea kuwa karibu na Weda Media kwa kuendelea kupata taarifa wakati wote, kwa sababu hili linaonekana bado halijaisha. Pengine tusubiri mpaka dakika ya mwisho kuelekea tarehe 16 ambapo itakuwa ni saa 5:59 tarehe 16 kuamkia tarehe 17 kuamkia tarehe 16, yani tarehe 15 kuamkia tarehe 16, ndipo ambapo utajua kwamba kweli Feitoto atabaki Azam kuendelea na maisha yake. Tutaendelea kushuhudia akisajiliwa kwenye hizi timu mbili akiendelea kucheza Azam, ama itafika ukomo wa kumaliza hii biashara ambayo imekuwa na maneno mengi kila msimu. Lazima msimu hauwezi kuisha bila jina la Feitoto kutajwa, licha ya kwamba bado na mkataba na Azam FC, lakini amekuwa akihusishwa katika madirisha mengi toka alipoondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young African. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu.